una feel kwamba una jirani? Haleluya. Unahisi kwamba una jirani? Katibu, una jirani? Oh, okay. Amen. Una jirani Masai? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi au katika ibada ya kwanza tumekuwa pamoja na mchungaji Matonya. Tulipomaliza ibada ya kwanza, yeye amepita ibada ya Kiingereza kuwasalimia na kusema neno kidogo. Na alipomaliza amekuja, tuko naye. Kwa hivyo ibada zote tunamshukuru Mungu kwamba kuna kitu ambacho Bwana ameachilia. Na katika ibada hiyo ya kwanza tumekuwa na umati wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wapya, na Mungu aliachilia neno la wakati kwao. Na ninapokutazama, tunapokuwa hapa tunao mwaka wa kwanza pia tumewakaribisha, lakini hawakusemeshwa mwaka wa kwanza peke yake. Roho Mtakatifu aliachilia neno kwa kila mmoja wetu. Na kitu ambacho Mungu aliachilia, neno la wakati, najua tuko katika majirio, na tumesoma katika ile Zaburi na antifon, mfalme wa amani anakuja. Bwana asifiwe. Anakuja wapi? Anakuja ulimwenguni. Ulimwenguni wapi? Ndiyo, anaweza akaja kwenye miti, lakini nachojua cha kwanza ni mimi na wewe. Na mahali ambapo anatamani akaribishwe huyu mfalme wa amani anayekuja ni ndani ya mioyo yetu. Ili huyu mfalme wa amani aje na kumiliki na kutawala, kuna watu ambao wanatakiwa waelewe, wajitambue kwamba kuna mfalme wa amani anayekuja. Sasa kwa kumega kidogo tu kwa kila ambacho tulizungumza na mwaka wa kwanza, lakini naamini kila mmoja wetu namna ambavyo tutaweza kupokea, naamini itakuwa baraka. Kwa mwaka wa kwanza uliyeko hapa, lakini wewe usiye mwaka wa kwanza, ni mfanyabiashara, ni mwanandoa, ni mhadhiri, ni mfanyakazi katika kampuni ile, mahali popote pale, kuna kitu ambacho nilizungumza kinasema pambania kusudi la Mungu. Pambania kusudi la Mungu. Strive for God's purpose. Strive for God's purpose. Kila mmoja wetu tunapoelekea katika majirio au tunapoanza majirio, lakini hasa katika wakati huu tulio nao, wenzetu ambao wanajiunga katika mazingira haya wameshaanza kuattend lectures, wameshaanza kuingia huku na kule. Tukasema ni vizuri kutambua kwamba kuja kwako hapa chuoni, na sio mwaka wa kwanza tu peke yake, kuwepo kwako hapa chuoni ukifanya jukumu lile ulilo nalo, sio tu jukumu ulilo nalo, kuwepo kwenye ndoa ile, kuwepo kwenye ujana huo ulio nao, kuwepo katika maisha hayo ulio nayo, ni kwamba kuna kitu kinaitwa kusudi la Mungu. Na kwa hivyo kama mwaka wa kwanza, ni jambo la msingi ukajitambua ya kwamba wewe ni mwaka wa kwanza, lakini sio mwaka wa kwanza peke yake. Ni vyema wewe Mkristo mwenzangu ukajitambua. Katika utafiti au katika mijadala inayoendelea katika ulimwengu wa wanasaikolojia, wanasema kuna watu ambao wanaishi lakini hawajitambui vile ambavyo inatakiwa wajitambue. Ili tuweze kupambania
tuweze, tanisameka kikozi fulani, ili tuweze kupambania hilo kusudi la Mungu, lazima kila mmoja wetu kuwa katika mazingira ya kujitambua. Tunapozungumza kupambania kusudi la Mungu, striving ni ile to make a great effort, kufanya bidii, kufanya kila iwezekanalo kile ulichoitiwa. Kwa majira haya umeitwa kuwa mwanafunzi. Kwa majira haya umeitwa kuwa mhadhiri. Kwa majira haya umeitwa kuwa mwanandoa. Kwa majira haya wewe ni kijana au wewe si mwanandoa, lakini katika maisha hayo ulio nayo unatakiwa kupambania kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anatuonyesha kupambania kusudi la Mungu, Paulo anatuonyesha katika kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza, kuna maneno pala ameyatamka. Ukisoma kuanzia sura mstari wa 24, naomba uone maneno au dhamira au mawazo ya mtu anayepambania kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Wakolosai 1:24 na kuendelea hadi 29 inasema, sasa na yafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena na yatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote, tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika maisha, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimuonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. 29, nami mwaka wa kwanza, nami mwanandoa, nami mfanyabiashara, nami baba, nami mama, nami mlezi, najitabisha, nami mhubiri wa Injili, najitabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme anayekuja, mfalme alishakuja, akakamata maisha ya Sauli, akabadilishwa akawa Paulo, na Paulo akaanza huduma ya kuihubiri Injili. Moja ya watu ambao wamehubiri kwa upana katika mazingira yote ya raha na shida, amehubiri kwa wasomi na wasio wasomi, amehubiri katika mazingira yote. Paulo anazungumza kile kilichowekwa ndani yake, alikitambua na yeye alijitambua. Bwana asifiwe. Paulo alitambua kilichowekwa ndani yake na alijitambua yeye mwenyewe maisha yake vile yalivyo. Sasa maneno haya tuliyoyasoma, anaeleza namna anavyopiga juhudi, anavyofanya juhudi, anavyofanya kila liwezekanalo hawa walioitwa na Kristo wafike katika utimilifu wake. Na anachokifanya, anaeleza wazi wazi ya kwamba kile kilichowekwa ndani yangu si kitu ambacho itakuwa ni lele mama kukikamilisha. Bwana asifiwe.
Mwimbaji mmoja akaimba akasema, wokovu sio lele mama. Ukweli, wokovu sio lele mama. Wokovu sio mchezo. Lakini pia kitu ambacho kinakuwa kimewekwa ndani yetu, kusudi la Mungu. Wewe mwaka wa kwanza, wewe ambaye sasa una status ya wanafunzi, huo ni wito. Hilo ni kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani yako. Unatakiwa ulipambanie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unatakiwa ulipambanie. Kulipambania hilo kusudi la Mungu ni kujitambua ya kwamba Mungu amekuleta katika chuo hicho unachosoma, katika mazingira ulio nayo wewe, mfanyabiashara, mwanandoa, kijana, mtoto, mzee, kila mmoja wetu. Kuna kitu kinaitwa kupambana, kufanya kila uwezalo uweze kufikia au kufanikisha kila ambacho Mungu amekusudia. Na katika kupambana utakutana na magumu, utakutana na magumu, utakutana na changamoto. Na tunapozungumza juu ya kupambania, lazima kuelewa kusudi ambalo Mungu amekupatia. Na ukishaelewa, basi utaanza kupambana kwa ajili ya kusudi hilo ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Nilifurahia maneno haya, anasema kuna kuelewa ile goal, lakini pia hilo kusudi linaweza likawa personal, ambalo litakufanya uwafikie watu wengine, na linaweza kuwa katika mazingira ambayo unajiuliza, hivi kusudi la Mungu inakuwaje? Mbona mimi ni mimi? Je, hili ni kusudi la Mungu? Maisha ulio nayo, nafasi aliyokupa, ni eneo ambalo unatakiwa ulipambanie, upambanie hilo kusudi la Mungu. Haitatokea tu iwe kirahisi juu ya kila ambacho Mungu ameweka ndani yako. Mwanafunzi, Bwana asifiwe. Kumbukeni, ninabeba wanafunzi tulioungana nao, lakini bila kukusahau kila mmoja wetu. Maana tulisema ibada ile wengi walikuwa kule. Nilipowaona hapa nikasema hatutawaacha pia, acha Mungu atuhudumie sisi sote. Kwa hivyo kuna struggle, kuna kutoil, jasho linakutoka, machozi yanakutoka kwa ajili ya masomo ulio nayo. Lakini kwa wafanyabiashara, mnajua kuna wakati mwingine unachelewa kwenda kulala, uhakikishe jambo fulani liende vizuri, likae kwenye line. Lakini pia wanandoa, unahakikisha ya kwamba jambo hili likae sawa sawa. Kila mmoja wetu tunatakiwa tupambanie kusudi la Mungu wetu wa mbinguni. Katika kupambania, tujue Mungu anatujua na ndiye aliyetuita, ndiye anayetamani kukamilisha kile ambacho ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anatujua. Yeremia 29 mstari wa 11, andika hiyo. Yeremia 29 mstari wa 11, kwa maana ninajua mawazo yangu au mawazo yenu anayajua. Acha tuisome Yeremia, tusiseme tu Yeremia 29 ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Hii ni hakikisho la Mungu kutujua mazingira tunayopitia. Hawa watu walikuwa wanapita kwenye nyakati ngumu, na Mungu anawapa hakikisho ya kwamba anawajua. Hata wewe na mimi, Mungu ananijua. Kuwepo kwako hapa chuoni, kuwepo kwako katika mazingira haya, Mungu anakujua. Ninachotaka kusema, niulize swali, je, wewe unajijua? Mungu anakujua, Mungu ananijua. Je, wewe unajijua? Je, wewe unajijua au unajielewa? Bwana Yesu asifiwe. Katika kujielewa, inaweza ikabebwa na neno linaloitwa self
awareness. Self-awareness. Self-awareness ni ile hali ya wewe kuelewa ulivyo na mazingira yanayokuzunguka. Lakini hiyo self-awareness iwe ni kwa ajili ya faida yako na wale walio karibu na wewe. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja amenizawadia kitabu kinasema Awareness Amplified Beyond the Surface. Anaitwa Dr. Preskira. Ana tafasiri akisema self-awareness ni ile hali ya kufika kiwango cha kutambua au kuwa makini na hisia, maneno, matendo yako ambayo ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa faida yako wewe mwenyewe na wale wanaokuzunguka. Huo uelewa wa hisia, wa matendo na kila kitu katikati yako kinakupa umakini wa namna unavyosema au kufanya hatua katika mazingira yanayokuzunguka. Self-awareness is all about turning into your own emotions and paying attention to how you respond to others or different situations. Kuna watu ambao hawaelewi mazingira. Unaweza kukuta haelewi mazingira aliyo nayo na unakuta anafanya ndivyo sivyo. Sasa katika self-awareness lazima uelewe ukiroho wako spiritually. Bwana asifiwe. Hallelujah. Je, unaelewa tunapozungumzia kiroho, wewe mwanafunzi, wewe mhadhiri, wewe staff, wewe mfanyabiashara, wewe mwanandoa, unajielewa namna gani katika eneo la kiroho? Unapojiangalia, unapojipima, unajiona namna gani? Tunapozungumzia eneo la kiroho lazima uwe makini na kitu kinaitwa values, purpose, lakini pia sense of meaning katika kila eneo unalolipitia. Namna ulivyojitoa kwa Mungu, umejitoa namna gani? Mahusiano yako na Mungu. Je, una muda wa tafakari ya neno la Mungu? Je, una muda wa maombi? Je, una muda wa kuona ukuu wa Mungu kupitia nature? Nilishawahi kusema moja ya maeneo ambayo ni baraka ukifika, ukikuta UDSM ilivyo, ukiwa unapita, ukitazama msitu ulivyo, miti ilivyo, unamuona Mungu ndani ya nature. Lakini kuna wengine wamepata neema ya kufika kwenye bahari, ukitazama macho yako kwenye katika ile bahari, hauoni mwisho wa bahari au mawimbi yanavyocheza au yanavyotembea, unashangaa. Lakini kuna mahali unafika kwenye milima au mabonde, ukitazama kule chini unashangaa. Mtu huyu lazima aweze kuconnect. Mtu anayejielewa spirituality lazima ufike pia katika kuconnect huko juu ya nature. Ni gharama kujitambua. Sio tu hivyo kujitambua kwamba una viatu au namna gani. Kuna gharama, kuna uzito, kuna upana katika eneo la kiroho. Unajitambua namna gani? Mwaka wa kwanza ulipofika hapa UDSM, takwimu, chuo kikuu cha ardhi, DUSE, maji, kuna namna gani ukiroho wako mpaka sasa ulivyo? Hallelujah. Hallelujah. Lakini jambo jingine, kujitambua ni kule kunakoitwa cognitive awareness. Ni ile kwenye nafsi yako, kwenye ubongo wako,
wengine wanatumia jina kitu wanaita psychic. Huko ndani ya ubongo au psychic au cognitively, huko ndani ndiko kuna mawazo. Ukiwa umekaa kwenye lecture room, ukiwa unatembea, ukiwa cafeteria, ukiwa kwenye daladala, ni mawazo gani yanayopita? Unajielewa mawazo ambayo wewe huwa una process, unayaruhusu yawazike huko ndani, maana kupitia mawazo ndipo tunakuona wewe ulivyo. Maana matendo yako, mawazo yale yanaweza yakazaa ukimya, yanaweza yakazaa maneno mengi. Kupitia hayo mawazo mtu tunamuona vile alivyo. Ni mawazo gani unayoyawaza? Bwana asifiwe. Mfalme wa amani anayekuja, Warumi imetuambia tujichunguze, tuangalie kwa maana sasa tuangalie njia zetu, namna gani tunavyoishi. Je, kuna vitu gani ambavyo vinaweza vikawa ni kizuizi katika maisha yetu ya kumwishia Mungu? Tunapotaka kustrive for God's purpose, kuna mambo yanayoweza yakatuzuia. Wametaja uasherati, wizi, ulevi na vitu vingine mbalimbali, ibada ya sanamu katika Warumi ile tuliyosoma. Mungu atusaidie. Unapokuwa umekaa, Bwana asifiwe. Mwalimu mmoja akatuambia, hebu kaa hapa utulie, halafu tuambie umewaza nini ndani ya dakika moja. Mawazo unayoyawaza, kuna watu wanawaza kwanza wao wenyewe yanawasa. Mtu anaelewa, kuna wakati mtu anajiwazia mabaya, anajiwazia kukata tamaa, anajiwazia hataweza, anajiwazia haitakuja kutokea, anajiwazia wapo waliookoka, sio sisi, sio mimi. Cognitively unahitaji kuwa makini, kwa sababu katika unavyochunguza njia zako za mawazo, ukijielewa, itakusaidia kupambana au kupambania kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinaitwa mental shortcuts, biases na vitu vingine. Huko ndani kuna vitu vinakutinga ambavyo viko kinyume. Tukianza ukisaidika, unaweza ukajiuliza, mbona nimeishi na haya? Mbona nimekuwa hivi? Tunapozungumza kupambania kusudi la Mungu, tujielewe. Mwanafunzi, jielewe. Umekuja hapa, mawazo ambayo unatakiwa uwae nayo lazima yabebe, yapambanie, yalenge kwenye kile ambacho Mungu amekuruhusu uwe mahali hapa. Kwa sababu ya muda sitaendelea zaidi, lakini nataka kusema kuna kitu kinaitwa physical self awareness. Uwe makini, jichunguze, mwili wako uko namna gani? Una respondi katika mambo mbalimbali kwa namna gani? Kuna watu wakisogea miili yao kwenye vyakula fulani, vinywaji fulani, anabaki tu anajiuliza, hivi nani alinisogeza pale? Hivi nani alinisogeza? Tokeaje? Nimejikuta, yani mtu baada ya kurudi kwenye akili yake anajuta, hivi ni nini kilichonisogeza mahali pale? Inaweza siwe vyakula. Kuna watu wengine akikosea tu kukaa na jinsia tofauti, hajali. Warumi imetuambia tutoke kwenye mambo ya uzinzi na uasherati, maana mfalme wa amani anakuja. Mungu atusaidie. Wewe unajielewaje? Mwaka wa kwanza, mwili wako unajielewa namna gani? Unauelewa namna gani? Unarespondi vipi katika mazingira unayokutana nayo? Haleluya. Haleluya. Mungu wa mbinguni atusaidie. Eneo jingine ni social ni social self awareness. Watu wanaokuzunguka, uelewe ni watu gani ulio nao, na katika kujielewa wewe ni nani,
Hapa utaweza kuelewa mambo ya tabuzi na vitu vingine. Hapa chuoni tunaishi maisha ya namna gani? Ukiingia kule library au kwenye mazingira ambayo utaelekezwa, kuna mahali unaambiwa hiki ni mwiko, hiki ni mwiko, kwa sababu mazingira yale utakuwa umesha yaelewa. Naamini mwaka wa kwanza mlipoelekezwa kule library, mliambiwa ukiwa library unaruhusiwa kuongea na simu kwa sauti kubwa, si ndio? Hello? Ninawakumbusha hata wahadhiri wapo wanatusumbua, yuko library kwa sababu tu ni mkubwa. Hello? Hey, hata wakubwa tuendelee kukumbuka taratibu za library. Bwana asifiwe. Tunashindwa tu kuambia kwa sababu sisi ni wanafunzi wenu. Ila ningekuwa na uwezo ningekuja, mwalimu unatupigia kelele. Haleluya. Haleluya. Elewa mazingira ulio nayo. Watu walio karibu na wewe ni watu wa namna gani? Mazingira yale, Mungu wa mbinguni akusaidie. Kuna namna ambavyo ukielewa utaweza kunavigate kwenye hayo makundi unayoweza kuwa. Kuna mwaka wa kwanza usipokuwa makini, unaweza ujiingize kwenye makundi ambayo wamekataa kusoma japo wapo chuoni, na ukajikuta unaenda klabu na kufanya vitu vingine. It's good ukapay attention kwenye eneo la social self awareness. Bwana asifiwe. Kukutana na marafiki, kuwatumia jumbe na hata mambo mengine mbalimbali, nafasi za katika kundi utakalokuwa nalo, wanandoa, wafanyabiashara na kila mmoja wetu. Paulo anasema najitahidi, na kaza mwendo, nafanya bidii, kila alichoweka Mungu ndani yangu kiweze kutimilika, ni wapeleke watu ambao ni wakamilifu. Ujio wa Bwana Yesu katika majira haya tunayoyaanza ya majirio, anakusudia kuja katika mioyo yetu, na ili Yesu ashuke na kutembea katika mioyo yetu, lazima tuwe watambuzi na kuelewa mazingira haya. Mimi nataka kusema hivi, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili baadaye tukikutana nikwambie, nikuulize na kuaga kwa mambo haya. Nitayataja, sitafafanua. Ili utembee katika kusudi la Mungu, kuwa na bidii kusikiliza uongozi wa Mungu. For you to strive for God's purpose, lazima ukazane kusikiliza uongozi wa Mungu. Seek God's guidance. Uongozi wa Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tutazungumza mambo kadhaa, lakini uwe makini. Unapoendelea katika eneo hilo, uwe makini, sikiliza, fuata uongozi wa Mungu. Utakapoendelea na ndoa yako, ujana wako, biashara yako, masomo yako, utakutana na watu walio disorganized, walio na unresolved states of mind katika namna yao ya kuishi, ambao wana changamoto zao. Wewe lenga kusikiliza Mungu anataka nini, anakusudia nini. La pili, kusudia au dhamiria. Be intentional. Umekuja kusoma, uko kwenye ndoa, uko kwenye biashara, uko kwenye nafasi fulani, be intentional to strive kwa ajili ya kusudi hilo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Bwana asifiwe. Na la mwisho, usiige maisha. Usiishi maisha fake. Kuna watu wanaishi maisha fake. Kuna watu wanataka kufanania na wengine. Hapana. Kuna watu wanataka wawe na uhuru katika maisha yao, kumbe uhuru huo unawavuruga. Kuna watu wanataka waige vijana wengine. Kuna watu wanataka waige watu wengine ambao Bwana asifiwe. Hiyo amen inasikika.
Kuna watu wanaiga na kuna namna ambavyo unajua huyu mtu sio maisha yake, ila anataka kuishi maisha ya mtu fulani. Mimi niseme, mtu mmoja ameandika kitabu kinasema The God Who Risks. Anasema freedom within limits. Though God grants the creatures room to be genuine to others, God desires that this freedom be used within limits. Unapokuwa hapa chuoni, kuna mahali ni kama vile utajiona wewe uko huru, lakini hauko huru. Lazima uelewe kwa nini uko hapa. Pambania kusudi hilo. Unapokuwa kwenye ndoa, usidhani uko huru. Pambania kusudi hilo. Unapokuwa kwenye biashara, hauko huru. Umefungwa kwenye hilo kusudi ambalo Mungu amekuweka kwalo. Mungu wa mbinguni, kila mmoja wetu hapa amepewa nafasi. Tanzania yetu hii, katika serikali, mashirika, kanisani, kila mmoja wetu ameitwa katika eneo fulani. Pambania kusudi la Bwana. Pambania kusudi la Bwana, na sio uhuru uliozidi na kutembea katika matakwa yako ambayo hayatakuwa na faida. Na kwa hivyo mimi niseme hivi, Mungu wa mbinguni akupe neema na akujalie kupambania kusudi la Mungu. Umeitwa katika kusudi gani wakati huu, majira haya ulionayo? Ni kusudi gani uliloitiwa? Mungu wa mbinguni atujalie. Usipoteze muda. Mwaka wa kwanza kuna kitu kinaitwa GPA. Kawaulize inamaanisha nini. Usianze kusema temu ya pili, muhula wa pili, hapo ndipo nitajitutumua. Sasa hivi anza kupambana kuwa na matokeo mazuri. Bwana asifiwe. Usipoteze muda. Hayati Dr. Miles Munro anasema yule anayechoma muda, anayeharibu muda, hataleta mwanga duniani. Isipokuwa huyo ni kama muuaji fulani na kuna shida. He who has time to burn will never give the world much light. Killing time is not murder, it is suicide. Kumbe tunaweza kuwa suicide, tuko hapa naomba tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ufunike macho yako tuombe. Bwana uliye waita watakatifu wako, wawe mitume wachunga wamlishe kundi lako. Bwana asifiwe. Huu wimbo wakati nilipoanza kusikia, nikawa najua tu wimbo na wahusu wachungaji. Nikawa nadhani ni wimbo nao wahusu wazee wa kanisa. Lakini ndugu yangu, wewe umeitwa kutekeleza, kufanya kusudi la Mungu. Naomba kila mmoja mahali ulipo, iwe ni kwa sauti ya chini au kimya kimya au kwa sauti ya juu, mwambie Mungu kila alichokuitia ukipambanie. Na ili ukipambanie, jielewe kiroho ukoje sasa hivi. Kiroho ukoje? Mazingira ulio nayo yakoje? Kisaikolojia ukoje? Naomba tuende mbele za Bwana. Mwambie tu Mungu amekupa ndoa, amekupa biashara, amekupa kulea watoto, amekupa jambo lile. Nenda tu mbele za Bwana. Mwambie Mungu, kuna kusudi lako ulilonitia. Mfalme wa amani anakuja. Anakuja na uweza wake na nguvu zake. Mwambie Mungu juu ya maisha yako. Mwambie Mungu juu ya wito wako. Mwambie Mungu juu ya mahusiano yake na wewe. Baba, tunakuja kwako.
unatujua, unanijua, unamjua baba huyu, unamjua mama huyu, unamjua mtu huyu, katika jina la Yesu. Baba, unatamani tupambanie kusudi lako. Ukweli ni kwamba kupambania kusudi lako sio lele mama. Kuna mahali kuna kuchukiwa, kuna mahali kuna kusemwa vibaya, kuna mahali kuna kuonewa, kuna mahali kuna kufanyiwa violence. Mungu, tunakuja mbele zako, kuna kutengwa, tunakuja kwako, tunaomba utusaidie. Msaidie baba huyo, msaidie mama huyo, utupe neema ya kujitambua kiroho, kisaikolojia, miili yetu, afya zetu, kijamii. Tunaomba neema yako na utujalie kutokupoteza muda. Tusaidie kuepuka maisha ya dhambi. Tusaidie Bwana kutembea katika kusudi lako. Tunakushukuru na kusema asante Baba, maana umesikia Bwana kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi. Tunaomba utujalie kusikia sauti yako, kuongozwa na wewe, lakini pia tukaweze kuwa intentional, tukaweze kudhamiria, tukaweze kukusudia kufanya na kutimiza kusudi lako. Na utujalie Bwana tusiishi maisha ya kuiga wengine, maisha yasiyo na faida, maisha ya hasara, lakini tunaweza tukawaiga kwa mazuri yaliyowafanikisha na kuwainua na kuwasababisha kuwa na mahusiano mazuri na wewe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Neema yako, weza wako kawe na kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.